yale ambayo hatuwezi kuyasema iseme kwa niaba yetu. Asante kwa sababu hayuko yoyote mahali popote anayetuwazia mema zaidi yako wewe. Bwana, hakuna mamlaka wala mtu ambaye anatuwazia mema mahali popote kama wewe Mungu wetu. Tunaomba sasa lile wazo lako jema likadhihirike kwetu jioni ya leo, tukuone. Likadhihirike kwetu jioni ya leo, tukusikie kwa utukufu wa jina la Yesu. Nami ninaomba kibali Bwana, kama unavyosema tunaipandiaga madhabahu yako kwa kibali. Ninaomba kibali chako Mungu cha kuipandia hii madhabahu. Rehema zako na neema yako ni katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tutumie kama uonavyo vyema. Amen. Karibu kae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, tena kwa unyenyekevu ambao Mungu ameweka ndani yako hata tuko pamoja tena leo. Mungu aendelee kukubariki. Kwa wale tuliokuwepo jana, kitu tulichokifanya jana natamani utembee nacho kama kitu halisi na sio kitu cha kufikirika. Haleluya. Tumefanya hapa kimwili kwa imani, na hilo ni tendo halisi kweli kweli. Mungu aliwaambia walipokuwa wanataka kuzivunja au kuingia Yeriko, Mungu hakuwaambia anzeni kuvunja hizo kuta. Mungu aliwaambia tu zungukeni mara 7 Yeriko. Kumbuka wanataka kwenda kupigana vita, ni watu wa vita. Akawaambia zungukeni Yeriko mara 7 mkiwa mnapiga mapambio. Sasa kwa wataalamu wa vita waliosoma vita, ile ni nonsense, ni ujinga. Mnaenda kupigana vita mnapiga mapambio ya kumsifu Mungu, ni ujinga. Lakini wale watu lile jambo walilifanya kwa imani na lilikuwa na matokeo makubwa sana kwao. Bwana Yesu amebarikiwa. Lakini unakumbuka kuna askari mmoja mkubwa wa majeshi alienda kwa mtumishi wa Mungu akitaka kupona ukoma. Mtumishi wa Mungu akamwambia nenda ukajichovye kwenye maji mara 7. Alidharau, aliona ni ujinga. Mimi nimeenda nipokee upako, nione moto, nione vitu fulani, ishara fulani. Lakini ananiambia niende tu nikaoge. Ameona mimi mchafu au? Lakini alipohamasishwa na watu wake kwamba we nenda tu fanya, alipofanya aliona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi kwetu ni ufunuo ambao Mungu ametupa. Tumefanya hivyo, tunajua kitu kilichotokea. Lakini sasa nisogee mbele kidogo, mambo ya msingi sasa unayotakiwa kuyajua baada ya kutoka au kutoroka kutoka kwenye kongwa la umaskini. Na hapa ni muhimu sana. Na hapa ni muhimu sana. Na hapa ni muhimu sana. Na ndio maana nikasisitiza, na ndio maana nimekuambia Mungu akubariki kwa sababu umerudi. Kuna mwingine inawezekana ameishia tu kwenye kuombewa tulivyoomba jana. Anaamini amemaliza kila kitu, lakini lazima ajue kwamba vita itakuwa kali. Vita itakuwa kali. Lazima ajue nini cha kufanya. Vita itakuwa kali. Lazima ajue nini cha kufanya. Vita zetu za kiroho ni rahisi sana pale tunapojua nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa jambo la kwanza unalotakiwa kulijua vizuri na kulifanyia kazi. Jambo la kwanza tunasema zuia au simamisha au weka katazo. Wewe utaandika vyovyote kile utakachokiona rahisi. Sawa utakachokiona kirahisi. Zuia au weka katazo au simamisha au fanya kinyume na mabadilishano yote
mabaya, mabadilishano yote mabaya ya kibiashara, mabadilishano yote mabaya ya kibiashara yanayofanyika katika ulimwengu wa roho, yanayofanyika katika ulimwengu wa roho, yanayofanyika katika ulimwengu wa roho. Zuia, au kwa lugha rahisi tunasema stop and reverse all bad spiritual business transactions. Kwa hiyo hapa nataka uone jambo moja muhimu sana, jambo ambalo ni halisi sana, jambo ambalo shetani asingetaka ulijue, kwa sababu kuna maeneo ambayo shetani anayatumia vizuri, na anayatumia kwa sababu ya kutokujua kwetu. Mtaujua ukweli na huo ukweli utawaweka huru. Ninakuhakikishia mtu wa Mungu, sio kwa sababu mimi ninasema hili, lakini ili mradi Mungu amekupa nafasi ya kulisikiliza hili, lina faida kubwa sana kwako, kubwa sana kwako na kwa vizazi vyako, kwa watoto wako na kwa wajukuu wako. Una uwezo wa kuwarithisha hili jambo na kuwafundisha hili jambo, na likaleta matokeo makubwa mno kuliko kawaida. Na shetani asingependa ulijue. Baada ya kutoka sasa kwenye umaskini, sasa umekuwa tajiri, sasa umekuwa tajiri. Mambo ya msingi unayotakiwa kuyajua ni hili nililokutajia. La kwanza, lazima ujue hivi, unapokuwa kwenye ulimwengu wa roho, Mungu akikupa neema ya kujua vizuri kuhusiana na ulimwengu wa roho, utakuja kuelewa kitu kimoja, kwamba kwenye ulimwengu wa roho ni eneo la kibiashara, ni eneo la kibiashara. Sio wakati wote kwenye ulimwengu wa roho ni eneo la kupigana mangumi, sijui anarusha moto na wewe unarusha sijui kiberiti. No, sio hivyo, sio hivyo. Kwenye ulimwengu wa roho tumesema ni eneo halisi na linaendeshwa kwa akili kuliko kawaida, na ndio maana Mungu anatutaka tuwe na akili. Msisitizo wa Mungu ni sisi kuwa na akili, msisitizo wa Mungu ni sisi kuwa na akili. Tunaenda sawa sawa. Ndio maana Paulo anapotufundisha kwa habari ya vita tunayopigana nayo, anapotufundisha kwa habari ya silaha tunazotakiwa kuvaa, anatumia neno tunatakiwa kuwa na ujuzi, understanding, ufahamu juu ya hizi silaha za kiroho. Nenda ukaangalie zile silaha za kiroho zilizoko pale, alafu nenda angalia sisi tunaishije, utaelewa kitu ambacho ninasema. Ukianza kudili na shetani tunadili naye kwa akili, lakini unapodili na maroho maharibifu, kuna maroho ambayo unatakiwa udili nayo kwa fujo, lakini shetani unapodili naye ni lazima utumie akili, kwa sababu shetani mambo yake mengi huwa anayafanya kwa ujanja. Sasa tunafahamu wazi kabisa, kwa mfano, tendo tulilolifanya jana, uhalisia wake, kile kitu kilipokuwa kinafanyika kwa uhalisia kabisa, ni kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama ukuona kwenye mwili, lakini kiuhalisia sana ni kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo baada ya lile tendo kutokea, maana yake ni kwamba umehamishwa. Namna tunavyo operate kwenye spiriti zetu, kwenye roho zetu, huwa tunafanya kazi kwa mfumo wa mawimbi, waves, mawimbi. Yaani kama vile ambavyo unasema mawimbi ya redio. TBC wanaweza wasiweke mitambo yao hapa Mwanza, mitambo ya kurushia matangazo,
Wanaweza wasiweke hapa Mwanza, wakayaweka hata mbali kabisa Dar es Salaam, lakini wewe mtu wa Mwanza una uwezo wa kupata matangazo yao, na njia mojawapo ya kupata matangazo yao ni kupitia mawimbi, kwa sababu haya matangazo, naomba mniwekee vizuri maiki. Haleluya. Kwa sababu haya matangazo huwa yanarushwa kwa mfumo huo wa mawimbi. Sasa ni the same namna tunavyowasiliana na Mungu. Hebu tulia tu kwanza, acha kwanza. Namna tunavyowasiliana na Mungu, Mungu huwa tunawasiliana kwa roho zetu kupitia mawimbi. Mawimbi ni sawasawa, malaika anapokuja kwenye eneo lolote hasubiri asikie maneno unayoyasema. Tunaenda sawasawa? Hasubiri asikie maneno unayoyatamka, kwa sababu haya maneno kazi yake na yanakuwa na matokeo kwenye ulimwengu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa mwili maneno yana maana, lakini kwenye ulimwengu wa roho maneno haya maneno, ukiwa kwenye ulimwengu wa roho, hata usiposema, kwa sababu malaika, namna unavyoweza kuwasiliana naye, hata malaika akija mbele yako, namna unavyoweza kuwasiliana naye, mnawasiliana kupitia mind zenu, fahamu zenu, ufahamu wa ndani. Yaani unawaza kitu, malaika anakidaka kile kitu, lakini pia una uwezo wa kuona wazo ambalo malaika anawaza, ambalo ni ujumbe anauleta kwako. Sasa hivi ni vitu simple sana, wala visikupe shida kufikiri hili mimi nitawezaje. Ni very simple. Yaani ni ile tu wewe kukubali tu kwamba okay, kumbe nina uwezo wa kuwasiliana with my mind. Sio mind ule ubongo. Tunaenda sawa? Tunasema ufahamu wako wa rohoni. Haleluya. Na kwa sababu huo ufahamu wako wa rohoni unao. Sasa baada ya kuhamishwa hiyo mawimbi uliokuwa unanasa mara ya kwanza, ni haya ya uharibifu. Unarushiwa vitu vya uharibifu, unanasa. Na mara nyingi vitu vibaya vilipokuwa vinakuja, ili uvinase ulikuwa unahitaji nguvu kubwa sana. Kama ni kuomba, uombe sana kuliko kawaida. Na ndio maana tukaweka ule usemi kwamba ili upate chochote kutoka kwa Mungu lazima uombe sana. Usipoomba sana, Mungu hawezi kukupa kitu ambacho sio kweli. Haleluya. Kwa sababu Mungu anatuwazia mawazo mema. Mungu ni Baba anayetujali, anajua tunataka nini hata kabla hatujaomba. Kwa hiyo tunapoomba ni kwa sababu kuna kitu tunakijua, tunataka tucommunicate na hicho kitu ambacho Mungu tayari ameshatupa, lakini pia tunataka tucommunicate na Mungu, lakini pia tunataka tuambie anayezuia hicho kitu, tumwambie sisi tunajua nini na tuko tayari kupokea hicho kitu ambacho Mungu ametupa. Tuko sawa sawa? Na nielewa mtu wa Mungu. Kwa hiyo issue sio kuomba sana, lakini ni kujua namna ambavyo hapa kwenye ulimwengu wa roho panavyo operate, panavyofanya kazi. Sasa angalia. Moja ya kitu ambacho Mungu ataanza kukifanya, toka jana ameanza kukifanya. Kitu ambacho Mungu ataanza kukifanya toka jana ni kuanza kukufunulia hazina zilizofichwa, hazina zilizokuwa zimefichwa. Kwa sababu kama angekupa hizo hazina zilizofichwa ukiwa kwenye lile limzunguko, automatically ile limzunguko lingenyonya, usingeweza hicho kitu kisingeweza kubaki, kingeharibiwa. Kwa hiyo anaanza kukufungulia hazina. Sasa hapa ndipo vita inapoanza. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Sasa nataka nikuonyeshe kwa uwazi kabisa vitu ambavyo utakutana navyo, very simple, utakavyokutana navyo. Fungua na mimi kile kitabu cha Ayubu. Fungua na mimi ile Ayubu. Nisikilize vizuri sana mtu wa Mungu. Ukiweza kunote vitu vichache ni vizuri sana, kwa sababu vitakusaidia. Huwezi kukumbuka vyote, huwezi kuenda navyo vyote, lakini ndio maisha haya, huwezi kuvikwepa hivi ninavyokuambia, huwezi kuvikwepa. Na Mungu atakuletea tu hata kwa njia nyingine, inawezekana amekuwa akikuletea au atakuletea tena, lakini mimi najaribu, Mungu amenipa na kuletea kwa lugha nyepesi ambayo Roho Mtakatifu atakupa kuielewa. Kwa hiyo ni muhimu sana hivi vitu ukaviwekea umakini. Mungu akikupa neema, kama unaweza kunote hivyo vitu. Huwezi kukalili vyote. Semina ya wiki 2 huwezi ukaisikiliza tu alafu ukasema eti umekamata kila kitu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu? Tunaenda sawa sawa. Ayubu 28 mstari na upenda sana huu.
Ayubu 28 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari, kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 8, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8, anasema hivi: hakika kuna shimo wachimbako fedha. Sikiliza hayo maneno, hakika kuna shimo wachimbako fedha, na mahali wapatapo dhahabu waisafishayo. Chuma hufukuliwa katika ardhi, na shaba huyeyushwa katika mawe. Binadamu hukomesha giza, huyatafuta hata mpaka ulio mbali. Mawe ya giza kuu, giza tupu. Hufukua shimo mbali na makao ya watu, husahauliwa na nyayo zipitazo. Huning'inia mbali na watu, huyumbayumba huko na huko. Katika nchi ndimo kitokeamo chakula, na chini yake hupinduliwa kama kwa moto. Mawe yake ni mahali zipatikanapo yakuti, nayo ina mchanga wa dhahabu. Sikiliza, njia ipi hiyo? Tutaona ya hicho alichokisema kwenye ule mstari wa kwanza. Njia hiyo ya kwenda kwenye hicho tulichokisoma kwenye mstari wa kwanza, anasema hapana ndege mkali aijuae, wala jicho la tai halijaiona, wanyama wakali wajivunao hawajaikanyaga, wala simba mkali hajaipata. Inua kichwa chako. Ayubu aliandika hii revelation akiwa tajiri sana, Kwa hiyo kuna namna alikuwa anatoa siri ya utajiri, namna ya kupata utajiri, namna yeye alivyoupata utajiri. Sasa haya maneno yameandikwa kwa namna kama ya mafumbo, lakini nitakusomea kwenye Biblia rahisi ili uweze kuelewa. Jambo la kwanza tulilolisoma, Biblia inasema hakika, yani ni ukweli usiopingika. Hilo neno hakika, ukweli usiopingika. Ukienda kwenye Kiebrania wameliwekea zile quote mark, yani kuonyesha kwamba hili neno lina msisitizo wake, kwamba ndivyo ilivyo, kwamba ni ukweli usiopingika kwamba kuna shimo ambako watu wanachimba fedha, na mahali ambako dhahabu inayopatikana inasafishwa. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo ili Mungu aanze kumsaidia mtumishi wake afanikiwe, haanzi kwa kumpa hela. Kitu cha kwanza anaanza kwa kumuonyesha shimo. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anafanya, anaanza kwa kumuonyesha shimo, mahali ambako atachimba fedha. Kwa sababu sio mpango wa Mungu kwamba mtumishi wa Mungu muda wote autumie kumuomba Mungu ampe hela. Sio mpango wa Mungu kabisa, kwamba tutumie muda mwingi kuomba hela. Mungu ana kawaida ya kutupa mashimo. Sasa angalia, ukitaka uone uhalisia wa shetani, ni pale anapogundua kwamba kuna shimo la kuchimba fedha limefunuliwa kwako. Tunaenda sawa sawa. Sasa anapozungumza habari ya mashimo yanakochimbwa fedha, kwenye Kiswahili cha urahisi imetafsiriwa kwamba kuna machimbo ya fedha. Kwa hiyo Mungu anapotaka kwanza kukuinua, sasa uanze sasa ule utajiri kudhihirika mwilini, kwa sababu rohoni tayari umetoka kwenye umaskini. Ili utajiri wako uanze kudhihirika, sasa Mungu anachokifanya ni anaanza kukufunulia machimbo. Ni jambo halisi sana. Sasa chimbo linaweza likawa, sikiliza, tunaposema mashimo ya fedha, shimo la fedha kwa mwingine linaweza likawa ni biashara ya kuuza vitenge. Mungu anamfunulia biashara ya kuuza vitenge kama shimo. Kwenye ulimwengu wa roho huwa yanatambulika au yanaonekana kama mashimo. Kwenye ulimwengu wa roho unaweza ukaona live kabisa, Mungu akikupa neema ya kuona. Wengine mmeonaga hizo ndoto, nitakupa na ndoto zinazoonyesha hayo mambo. Umeshawahi kuona unachimba pesa, haleluya, unafukua pesa chini,
Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho yanaonekana kama mashimo. Shetani hadili na kitenge. Kama umepewa ufanikiwe kupitia kitenge, shetani hatagusa kitenge chako hata siku moja. Mwingine shimo lake anapewa kufungua saluni. Mwingine shimo lake anapewa kulima, kwenda kulima. Mwingine shimo lake anapewa kwenda kufanya kazi fulani ya utaalamu. Mwingine shimo lake anapewa kufanya huduma fulani. Mwingine shimo lake anapewa kufanya kitu fulani ambacho kitasababisha flow of money, yani kuingia kwa pesa isiyo katika. Kwa sababu ili uwe tajiri ni lazima uwe na chanzo ambacho kitakupa pesa bila kukatika. Tunaenda sawa sawa? It is impossible kama unapata hela leo 10,000, unakaa mwezi ndo unapata 2,000 tena, alafu unaamini utakuwa tajiri. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunaenda sawa sawa? Na ndiyo maana watu 7 wanaweza wakawa wanafanya kitu kimoja, lakini ghafla huyu unasikia anakuambia, mimi bwana nilianza kwa kuuza karanga, karanga ndo zimenifanya niwe milionea. Maana yake ni hii: huyu kwake karanga lilikuwa ni shimo, kwa hawa wengine zilikuwa ni karanga. Tunaenda sawa sawa? Alifunuliwa kama shimo, na alipoanza kuchimba kwenye hilo shimo likamletea hayo matokeo. Sasa wengine wanapoanza kuuza ni kwa sababu wameona tu ni biashara ambayo inaweza kumpa pesa. Kwa hiyo shetani anapoona vitu vya namna hiyo, anapoona kuna shimo limefunuliwa kwa sababu anajua Mungu akianza kukuletea mashimo, akianza kukufunulia mashimo, wewe mashimo, akaanza kukupa ideas kwamba wapi utachimba fedha, shetani anajua hakuna namna anaweza akakudhibiti kwa namna yoyote ukawa maskini. Anajua hawezi. Kwa hiyo shetani, moja ya kitu atakachofanya ni kuja kupigana kwa ajili ya hayo mashimo, na kwa sababu ni kanuni ya kiroho. Tunaenda sawa? Sikiliza, kiroho ni hivi: shetani ni maskini mpaka leo. Kwa nini? Kwa sababu hana mashimo ya kuchimba hela, hana. Kwa hiyo akimpa mtu wake yoyote shimo ni kwa sababu ameiba shimo la mtu mwingine, Ndio maana shetani yuko bize kutaka kuona, je, hili tukio lililotokea la kutoka kwenye umaskini, je, kuna shimo lolote amefunuliwa? Sasa kwa sababu wengi huwa hatukobo makini kwanza kutafakari hilo jambo, kwa sababu kuna vitu vinaanzaga kutokea kwenye maisha yetu pale tunapoanza kuvitafakari. Yaani unapoanza kuwa na idea kwamba kumbe kuna shimo. Hivi mashimo yangu mimi ni yapi? Shimo langu mimi Mungu ni lipi? Mungu nisaidie, nionyeshe shimo langu. Unapoanza kuwa na ujuzi wa namna hiyo na kuanza kuomba vitu vya namna hiyo, hivi vitu vinaanza kufunuliwa kwako. Vikianza kufunuliwa kwako utaona matokeo. Kwa shetani anachofanya ni kuja, je, kuna kitu chochote kimefunuliwa kwake? Anagundua okay, kuna mashimo amefunuliwa. Sasa kuna wengine ambao wanafunuliwaga mashimo na Mungu, lakini anakuwa hajadaka vizuri. Lakini wengine wanafunuliwa mashimo na Mungu, lakini hawajui namna ya kuprotect hayo mashimo ya kuchimba fedha ambayo Mungu amewafunulia. Kwa hiyo shetani atakuja. Sikiliza. Atakujaje? Kwa nini anakuja? Anakuja kwa sababu ana uhaba wa mashimo. Anataka apate hilo shimo. Lakini inawezekana pia una neema ya maombi sana. Kwa hiyo shetani anaweza akaja akashindwa kulipata hilo shimo lako, kwa sababu kuwa na maombi mengi sana haimaanishi kwamba ndio utapata hayo mashimo kwa sababu unaomba sana. No, lazima uwe na ujuzi, ekitaxiri, liingie neno ndani yako kwamba hivi kumbe katika mambo ya kiroho kuna kuaga na mashimo ya kuchimba hela. Mimi shimo langu hivi ni lipi? Mungu nifunulie, kwa sababu inawezekana ninaona vitu vingi sana, lakini mimi shimo langu ambalo nitachimba fedha ni lipi? Alafu Mungu anaanza kukufunulia na kukuonyesha. Shetani anayo machache,
Kwa hiyo atakuja kufight. Lengo la kuja kufight shetani ni kwamba anataka alipate ile shimo. Akishindwa kulipata, kwa sababu ni mtu wa maombi, una neema ya maombi, ana uwezo wa kuja kulifukia hilo shimo, ana uwezo wa kuja kulizuia hilo shimo. Ndio watu wale ambao Mungu alikupa shimo, ulipata idea ya kufanya kitu fulani, na ulipokifanya hicho kitu ulipatia pap, ghafla kikaanza kukupa pesa, kikakupa pesa, alafu kikakata. Ukaenda, inawezekana kikakata kabisa, hakikupi pesa, lakini huku ndani hakijawahi kutoka. Hata ukiingia kuombea uchumi kabisa, unaona kile kitu bado kinagonga ndani yako, lakini ndio hivyo, hiki kitu kilisha kushindaga. Kwa hiyo Mungu anajaribu kukuonyesha kwamba hili ni shimo lako ambalo nilikupa, lakini aidha adui amelifukia. Kwa nitakuonyesha kwenye maandiko ili uone. Sasa angalia ule mstari wa 7 na mstari wa 8 tuliousoma. Ule mstari wa 7 na mstari wa 8 ni very simple. Wewe nisikilize, ni very simple. Nisikilize mtu wa Mungu, very simple, very simple, very simple. Anasema hivi, naomba nisome tena kuanzia mstari wa kwanza kwenye Biblia Kiswahili kingine cha urahisi. Anasema hivi: hakika kuna machimbo ya fedha na mahali ambako dhahabu usafishwa. Watu huchimba chuma ardhini, huyeyusha shaba kutoka kwenye mawe ya madini. Wachimba migodi huleta taa gizani, huchunguza vina vya ardhi na kuchimbua mawe yenye madini gizani. Sasa hapa anazungumza habari ya nafsi yako huku ndani, roho yako huku ndani. Kuna machimbo huku ndani ambayo yako mengine mengi ambayo wewe bado hujayajua, na mengine shetani na yeye mwenyewe hajayajua, na ndio machimbo ambayo Mungu anataka ayatumie kukufanikisha. Hujayajua wala shetani hajayajua, Mungu anataka ayatumie kukufanikisha. Sasa shetani anakujaga pale ambapo anaanza kuona kuna revelation umeanza kuipata kabisa, kuna idea ulipata kwamba nimepata idea ya kwenda kuchukua mahindi sijui Kahama, nimepata idea ya kwenda kufanya kitu fulani. Ni kitu ambacho kinalia huku ndani, kinapiga kelele huku ndani. Maana yake Mungu anachokuonyesha hili ni shimo, na unakuta unapoliwekea kulifanyia kazi, ghafla linaanza kukuletea matokeo alafu ghafla linafunga. Sasa watoto wa Mungu wengi hawaelewagi, na wengi sana tunakimbiliaga kusema ni majaribu. Shetani ana kawaida ya kukutaimu kabla hujaanza kulifanyia kazi, lakini hata ukianza kulifanyia kazi ana kawaida ya kuja, lengo ni kwamba alipate. Sasa hawa tunaowasoma hawa anasema ule mstari wa 7 anasema njia ya kwenda kwenye migodi hiyo, njia ya kwenda kwenye migodi hiyo. Hiki ni Kiswahili tunasema ni Biblia habari njema, ni Kiswahili kingine. Anasema njia ya kwenda kwenye migodi hiyo, hakuna ndege mla nyama azijuae hizo njia. Lakini pia anasema na wala jicho la tai halijaiona hiyo njia. Anasema wanyama waendao kwa madaha hawajazikanyaga, wala simba hawajawahi kuzipitia. Kwa hiyo shetani hana kila kitu. Utajiri mkubwa alionao Mungu duniani uko ndani ya watu, uko ndani ya watu. Mungu amewekeza ndani ya watu, na ili uanze kufanikiwa lazima uanze kutafuta huo utajiri ndani yako. Na Mungu huwa ana kawaida ya kuanza kukuonyesha ndani yako kwanza, kabla hujaenda kufanya chochote. Ana kawaida ya kukuonyesha ndani yako. Sasa ukianza kuona, tumeona hapa kuna ndege wakali, tuna wanyama wakali wanaokula nyama za watu, wanyama wakali wanaokula nyama za watu. Hawa ni akina nani? Hawa wanyama wakali kwenye Biblia ya Kiebrania, wanyama wakali anasema wicked spirits. Wicked spirits, wicked spirits ni aina ya maroho makatili ambayo yenyewe huwa yanakuja kuleta uharibifu kwenye maisha ya mtu, kwa ukatili mkubwa kwenye maisha ya mtu. Pale wanapoona huyu mtu kuna idea ndani yake amepewa na Mungu ya kumsaidia kupata pesa bila kukata, wanakuja kuleta uharibifu kwenye maisha ya mtu. Wana uwezo wa kuleta msiba, wana uwezo wa kumletea kitu kitakachomkatisha tamaa. Tunaenda sawa sawa, lakini wenyewe sasa hawajuaje hayo machimbo yako wapi, na wanatamani wangelipata hilo chimbo, lakini hawajui namna ya kulipata. Wewe unajua kwamba kwenye samaki kuna hela, lakini sio kila mtu akienda kwenye samaki anaweza kupata hela.
Lakini kuna mtu amewekeza kwenye samaki, leo ni milionea. Tunaenda sawa sawa? Tofauti kati ya huyo na mtu mwingine ni kitu gani? Ni kwa sababu huyu alipewa hicho kitu kama shimo, na alipoanza kukichimba ndo yale matokeo unayoyaona. Kuna wengine wameenda tu kwa sababu ni samaki na sio shimo. Kwake yeye sio shimo, ni samaki tu kama samaki. Unanielewa mtu wa Mungu? Wangapi wananielewa? Nyosha mkono wako. Oh, asante sana, asante sana, asante sana. Sasa kuna aina ya maroho ambayo ni makatili sana, lakini pia ametuonyesha, amesema tai hajaziona hizo njia zinazoenda huko. Kuna aina ya demons, kuna aina ya mapepo na maroho ambayo yenyewe tunasema yana x-ray vision, yana x-ray vision. Yani ndo wale watu wabaya ambao unakutana naye, anakutazama hivi, alafu ana uwezo wa kuona kitu kilichoko ndani yako. Yani we mwenyewe hujajua, lakini yeye ameona kitu kilichoko ndani yako. Nilikupa mfano siku moja hapa, nilitoa mfano, nisema tulienda mahali fulani, tulikuwa na huduma. Sasa wakati tunahubiri, Roho Mtakatifu tu akataka tufanye hivyo, akataka tu tufanye hivyo. Nikamsimamisha kijana mmoja, nikamwambia, kijana, sikiliza, ninaona wewe ni mtu hatari sana, ni mtu ambaye umefanikiwa sana, mambo yako yataenda kwa spidi isiyo kawaida, mambo yako yatafanikiwa sana, Mungu amekuita wewe ni tajiri kuliko kawaida. Nikamtabiria madhabahuni mbele za watu. Yule kijana tulipotoka nje kaja pale nje akasema, baba, yani mimi mwenyewe namshangaaga Mungu. Akasema, yani mimi ninachoshangaa ni hiki, yani mimi nikipata wazo la kufanya kitu chochote, kila ninachokifanya huwa kinafanikiwaga, sielewi kwa nini. Sasa hiyo alikuwa anasoma sijui anasoma law mwaka ule, sijui ni mwaka jana, unakumbuka wale wanasheria waliofeli sana mpaka wakataka kuapili na nini na vitu vingine, yeye alikuwemo kati ya wale wachache waliofaulu. Anasema, baba, yani mimi hata leo nikiamua hapa kwamba nataka nikasome kitu fulani ambacho sijawahi kukisomea, nikiingia darasani kwa mwaka huo mmoja na faulu. Chochote ninachokifanya mimi huwa nafanikiwa. Kwa hiyo unachokisema mimi ninaelewa unachokisema. Niwaambia sawa, lakini unachotakiwa endelea kutafuta uso wa Mungu, Mungu akuelekeze, Mungu akupe maelekezo maalum, kwa sababu hutafanikiwa popote. Kuna eneo maalum yako. Maeneo mengine unaweza ukafanikiwa kwa kuyagusagusa, utapata hela ya kula, lakini kuna eneo ambalo Mungu atakupa ndilo litakalokufanya uwe tajiri. Linaweza likawa moja au yanaweza yakawa mawili, lakini lazima uwe makini. Mungu atakuletea ndani yako kama idea. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Akanielewa. Baada ya wiki akanipigia simu, akasema, baba, leo nilikuwa mahali fulani ninakula Dodoma pale. Akasema, leo nilikuwa mahali fulani nimekaa kwenye mgahawa fulani ninakula, alafu akaja mzee mmoja akapita, akaniangalia sana, akapita. Anasema, alafu baadaye alipopita akarudi, akaja kukaa karibu na mimi, sijui akaagiza maji, sijui akaagiza soda. Anasema yule mzee akaniambia maneno yafuatayo. Anasema, akaniambia, kijana, wewe una nyota kali sana. Anamwambia, anasema, wewe utakuwa tajiri sana, tajiri sana. Kumbuka ndio kitu nilichomwambia, utakuwa tajiri sana, ila kuna wanaotaka kuharibu nyota yako. Akamwambia, sasa ili wasifanikiwe, hakikisha kwamba kila siku usiku saa 9 unaamka, unaoga nje uwani, pale nje uwani ukiwa uchi. Saa 9 usiku oga ukiwa uchi. Wewe oga tu maji yako ya kawaida, ukioga maliza, watashindwa kabisa kabisa kukufikia, kwa sababu hiyo mida saa 9 ninayokuambia ndio mara nyingi wanakujaga. Kwa hiyo uwe uchi, uwe unaoga. Akaniambia, sasa baba, mimi nachanganyikiwa sana, huyu aliyeniambia yani sielewi yani kwamba ni nini. Nikasema, okay, kwenye mind yako wewe unafikiri hicho ni kitu gani? Yani akili yako tu ya kawaida. Mimi nilikusemesha na huyu amekusemesha, okay, chambua wewe mwenyewe, mimi ni mtu wa namna gani na huyo ni mtu wa namna gani. Akasema, baba, kwa kweli huyu nahisi ni mchawi. Nikasema, umejua? Nikamwambia, sasa wewe fanya makosa, anza kuoga usiku ukiwa uchi. After all, huko wanakoishi amepanga, ni nyumba ina wapangaji wengi, wakikukuta usiku unaoga uchi, ndo hapo unajiharibia maisha yako kwa vitu vya kijinga. Nikamwambia hivi, sikiliza, huyo mtu sio kwamba alikuwa anataka kukusaidia.
Ni kwa sababu kuna kitu ameona juu yako, anataka kukipata, na namna ya kukipata, utakapotii hilo sharti, tayari hofu itakuwa imeingia ndani yako. Kitendo cha kutii alichokisema, hata kama hajakupa mzizi wowote, maanake unafungua mlango wa yeye kuingia na kuchukua chochote anachokitaka. Nikasema uwe makini, kataa hilo jambo, kemea. Kataa hilo jambo, kemea. Tafute Mungu. Mungu atakupeleka unakotakiwa kwenda. Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Unaelewa ninachojaribu kukuambia? Sasa angalia wanachofanya. Hawa maroho wenye x-ray wana uwezo wa kuja usiku ukiwa umelala, lakini pia wana uwezo wa kuja mchana macho kabisa. Na kitu mojawapo ambacho watakuja kwanza kutaka kukuvuruga. Wakishindwa kukuvuruga, watakuja kufanya biashara na wewe, kwa sababu nimekuambia katika ulimwengu wa roho kila kitu kinauzwa. Na ndio maana wengi huwa hawaelewi kwa nini vitu vingi tunavyovipoteza tunapoanza kuomba virudi huwa havirudiki. Tatizo sio kwa sababu hatuna upako, au tatizo sio kwa sababu Mungu hasikii tunachoomba, lakini kwa sababu kuna kanuni ya kiroho ambayo hatujaijua, kwamba vitu vingi huwa tunavipotezaga kwa kuuza. Kwa sababu ulimwengu wa roho ni eneo la biashara, na kwenye ulimwengu wa roho hakunaga kitu cha bure, kwa sababu shetani anamjua vizuri Mungu. Mungu ni mwenye haki, Mungu anasimamia haki. Kama mtu mbaya ana haki, Mungu ana uwezo wa kumpa haki mtu mbaya, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Wewe usifikiri tu utaharibu ovyo ovyo alafu utamwambia tu Mungu katika jina la Yesu, kwa sababu nina moto mimi nina uwezo. No, ulimwengu wa roho unaendesha kwa kanuni. Ukizikosea hizo kanuni, hata kama una moto, huo moto hauwezi kukusaidia. So they will come to do business. Kwa hiyo watakuja ili muuziane. Na kitu mojawapo ambacho watakuja kukifanya, ambacho wanakifanya kwa uzuri sana, hawa wapo wengine ambao ni watu waovu ambao wanafanya kazi katika ulimwengu wa giza. Kuna mapepo yaliyokuwa trained vizuri, kuna maroho ambayo yamekuwa trained vizuri, yana uwezo wa kushirikiana. Watakuja kufanya biashara, na namna ambavyo wanakuja kufanya biashara, kitu mojawapo ambacho wewe unatakiwa ukijue vizuri, lazima wewe mwenyewe ujue namna ya kufanya hizo biashara kiroho. Lazima ujue Mungu ni mfanya biashara. Mungu ni mfanya biashara. Anapofanya kitu chochote kwako, kuna mabadilishano ya kibiashara ambayo anategemea kuyapokea kutoka kwako. Ni biashara. Ndio maana anasema yeye ni Mungu anayekufundisha ili upate faida. Ndio maana unataka kuwa tajiri, unisikilize, unataka kuwa tajiri, lazima uwe na biashara. Lazima uwe na biashara. You want to be rich? Lazima uwe na biashara. Hauna biashara, hauwezi kuwa tajiri. Utakuwa na maisha tu ya kawaida. Utaondoka duniani ukiwa na maisha ya kawaida. Huwezi kuwa tajiri kwa kuwa mfanyakazi. Unapolipwa mshahara ambao ni fixed. Ukitaka kuwa tajiri ni lazima uwe na biashara. Haijalishi hiyo biashara jina lake likoje. Hapa ndipo wengi tunapofeli. Haijalishi. Mungu ana uwezo wa kukufanya kuwa milionea kwa kutumia nyanya. Kuna mtu mmoja nilikuwa namuuliza mahali fulani, na nilikuwa nafundisha hivi vitu, akaniambia, mtumishi, yani nimebarikiwa, yani ninajua ninaenda kuinuka. Lakini kumbe jamani, ni tajiri kuliko kawaida. Lakini ananiambiaje? Ninaenda kuinuka kuliko kawaida. Kumbe jamani, tajiri Tanzania hii ana maroli, ana petrol station, ana magari ya usafirishaji. Sasa nilipokuja kuuliza alipataje, aliyapata hayo kwa kuanza kuuza nyanya. Na ameandika yale madude yake yote manyanya. Ameandika manyanya. Ameandika hivyo. Kama amewahi kusikia kuona hiyo kitu, manyanya. Amewahi kuona hayo magari. Manyanya. Anasema nimeandika manyanya kwa sababu manyanya ndio yalinitoa. Sasa sikiliza. Kwani wauza nyanya tunao wangapi huko mtaani na wamechoka kuliko kawaida? Tofauti yake yeye na hao wauza nyanya wengine ni nini? Tofauti yao ilikuwa ni nini? Yeye hili alilipokea kama shimo. Na wala usiwe na wasiwasi kama mimi sasa najuaje, napokeaje hizo na nini. Tutayafanya yote hapa. Haleluya. Tutayafanya yote hapa. Kuna watu mtaondoka hapa na mashimo yenu mnayo, na mtaenda kuchimba, na mtachimba kinachochimbika. Niamini ninachosema.
Mimi siko peke yangu, ninao hapa mashahidi wangu wanaojua. Ninao mashahidi wangu hapa, siwezi kusema uongo. Ninao mashahidi wangu wanaojua, wameona mashuhuda ambayo Mungu watu wanayaleta. Ni nini? Ni kwa sababu wamesikiliza kitu Mungu anasema nao, wamekipokea. Mungu ameinua maisha yao. Unafikiri mimi nina chochote cha kujisifia katika hayo? Si ni Mungu wamemsikiliza. Mimi ningetamani hapa kila mtu, yani hiki ninachokisema ningetamani ningechukua bomba la sindano nimdunge kila mtu kichwani, nimdunge, yani kila mtu aelewe, lakini sasa huo uwezo sina. Ndio maana nikisimama hapa halafu naongea namuona mtu anasinzia, nasema ila Mungu kweli nisaidie. Yani natamani nne nikamwashe kibao, kwa nini unalala? Lakini sina uwezo. Haleluya. Lakini sina uwezo. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo bila kujali jina la shimo litakujaje, wala hiyo isikupe shida. Lakini kila mtu ana shimo. Inawezekana hicho kitu kila mtu anakifanya. Wewe mwenyewe unaona kila mtu anakifanya. Wengi vitu wanavyovifanya huko mtaani wanavifanya kwa sababu ya umaskini walio nao. Idea zao wanapewa na hili roli linaloitwa umaskini. Kwa sababu hili umaskini linajua hata akianza hapa hatafanikiwa. Ndio maana nilikueleza, nilisema dude linaitwa umaskini lina uwezo wa kumshauri mtu cha kufanya. Linaweza likamshauri mtu mahali pa kuwekeza, akawekeza kutokana na maelekezo yake. Sasa wewe hauko huko tena, una Mungu ndani yako ambaye ana uwezo wa kukupa idea ambayo tukiamua kuifanyia kazi, wewe mwenyewe utakuja kunieleza kitu ambacho nakwambia hapa. Haleluya, 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 haleluya. Sasa angalia Mungu anapotupa haya mashimo, wengi hatukogo serious kumuelewa Mungu. Ayubu alimuelewa Mungu, akajua kwamba kumbe kuna shimo la kuchimba fedha, kuna machimbo ya fedha. Alijua hivyo, alimuelewa Mungu na akang'ang'ania mashimo hayo na akawa tajiri. Ndio maana anasema alikuwa tajiri katika ukanda mzima, yani kama tuseme upande wa bara zima, yeye ndio tajiri kuliko mtu yoyote, na anamcha Mungu. Kwa hakuwepo aliye tajiri. Hakuna cha Freemason, hakuna cha mchawi, kwa sababu wachawi walikuweko pia. Hakuna cha mchawi, hakuna cha nani. Alikuwa tajiri kuliko mtu yoyote. Nenda ukamwangalie Suleiman alikuwa tajiri sana, lakini Suleiman alikuwa mfanyabiashara. Hakuwa tajiri kwa sababu alikuwa anakusanya kodi. Mali alizokuwa nazo Suleiman binafsi, yeye Suleiman alikuwa mfanyabiashara. Alikuwa na meli za biashara, alikuwa anauza mafarasi, alikuwa anauza mafarasi ya vita, alikuwa anauza miti ya mapambo, alikuwa anafanya biashara za namna hiyo. Alikuwa ni mashimo aliyokuwa anapewa idea na Mungu. Sasa angalia, unapopewa shimo sio tu kwa sababu una hela unataka ufanye kitu. Unapopewa shimo, kuzimu yote inainuka. Kwanza inalitaka hilo shimo, na namna ya kulipata hilo shimo hawaji tu kukunyang'anya lete. No, wanakuja kufanya biashara na wewe. They come to do business. Kwa lazima ujue sasa, kwenye ulimwengu wa roho, sifa ya kwanza ya mtu anayetaka kufanikiwa katika ulimwengu wa roho, lazima ajue kitu tunaita kwa Kiingereza, kwa Kiswahili tutatafsiri. Kwa Kiingereza kinaitwa bargaining skill. Hivi kubageni ni kitu gani? Hivi kubageni maana yake nini? Kukubaliana. Mwingine? Mapatano ya aina gani? Sikiliza, tunasema hivi, uko sahihi kabisa. Bargaining ni makubaliano au ni mapatano ya kibiashara, kwa maana ya kwamba kila mmoja akivutia faida upande wake kwa hasara ya mwenzake. Kwa mnapo bargain, wewe unataka yeye apate hasara, wewe upate nini? Na yeye anataka apate faida, wewe upate nini? Sikiliza. They come. Wewe unafikiri hii idea ya kufanya mapatano ya bargaining, wewe unafikiri wanadamu wameitoaga wapi? Kwa hiyo ulimwengu wa roho. Sasa Mungu pia ni mfanya biashara. Haleluya. Na ndio maana unataka kudeal na Mungu, lazima ujue kubargain, lazima ujue mapatano. Hatuendi tu kwa Mungu, Baba give me. Hatuemwendeagi hivyo. Lazima ujue kupatana, lazima ujue bargaining. Watu waliojua kubargain na Mungu kwenye Biblia walifanikiwaga sana. Waliojua kubargain na Mungu walifanikiwaga sana. Haleluya. Mtu mmoja wapo aliyekuwa anajua kubargain ni Yakobo, na ndio maana Yakobo alikuwa tajiri.
Yakobo hata kabla hajajua chochote, jambo la kwanza alianza kubageni na kaka yake. Alijua kaka analo shimo ambalo hata akiamua kuchimba shimo sijui la matope atapata fedha huko. Alijua hivyo kwa sababu alikuwa na baraka ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo akaanza kubageni apate hicho kitu. Kaka amekuja, ana njaa, nipe chakula. Anamwambia sikiliza, usiwe na wasiwasi, tufanye hivi, mimi nakupa chakula na wewe unipe haki ya mzaliwa. They are bargaining. Kaka kaona mbona huu ni ujinga. Haya, nikikwambia kwamba chukua wewe ndio utakuwa wa kwanza, sasa mimi si ndio nimekuwa wa kwanza. Hakujua kanuni ya ulimwengu wa roho, kwamba kwenye ulimwengu wa roho it means business. Hakujua. Anaambia ina shida, wewe chukua hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, alafu na mimi hebu nipe hicho chakula. Akala. Angalia nini kilitokea mwisho wa siku. Angalia Yakobo huyu anarudi, akakutana na Mungu, malaika akamkaba, wakaanza kupigana mieleka. Yule malaika anamwambia iseni achie, kumekucha, watu wasije wakaniona. Anamwambia sikiliza, let us bargain, njoo tufanye mapatano, sikuachii usiponibariki kwanza, nibariki ndipo nakuachia. Hapana bwana, yaani wewe niache tu niende. Anamwambia no, sikuachi, tukubaliane. Unataka nikuache? Hakikisha kwamba unanibariki kwanza. That's bargaining, ni ya kiroho. Yule jamaa akaona kuna kucha, akamtengua mguu, alafu akamwambia sawa bwana, sina namna, tunakubaliana, nakubariki. Wewe ni Yakobo, si ndio? Utaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Anampa ile tunasema founder of a nation, mwanzilishi wa taifa. Taifa linaitwa kwa jina lake. Kwa Israeli ilikuwa halijaanza kama taifa, Israeli ilianza kama mtu. Anamwacha malaika, anaenda, na hakujua alichokuwa anafanya, kwamba hivi kinatokea kweli, lakini alikuwa anajua kwamba okay, ukikutana na kiumbe ambacho sio cha kawaida unatakiwa ubageni nacho. Okay, kama uelewe kitu ninasema, sikiliza, mapepo yanajua hiki kitu vizuri sana, lakini sisi watoto wa Mungu hatujui. Sisi hatujuagi. Sisi watu tunaendaga mbele za Mungu kuomba, Mungu nihurumie, Baba niangalie kwa jicho la huruma. Alafu anapiga picha, anaona kama vile Mungu anakajicho fulani hivi kanatia huruma, kanatoa machozi. Nilishakueleza hivi, hatuendagi kwenye ulimwengu wa roho kutafuta kuhurumiwa hata siku moja. Yesu alikwisha tuhurumia, aliutoa uhai wake kwa sababu alituhurumia. Haendeleagi kutuhurumia kila siku. Tunatakiwa tusimame. Kwa nini? Anasema simameni imara katika huo uwezo wa kiungu mliopewa, si ndio? Hasemi simameni ili mhurumiwe. Simameni imara, tayari nimewahurumia, nimewapa uwezo. Sisi tunataka kuhurumiwa. Unakumbuka Yesu alikuwa anapita, akaingia kwenye mji fulani. Alipofika kwenye ule mji akakutana na mtu mwenye mapepo. Alafu yule mtu, yale mapepo yakapiga kelele, kwa sababu kuna kitu Yesu alikuwa amewaambia. Ndio maana nilikueleza, nilisema na malaika na mapepo huwa tunawasiliana kupitia frequency. Ndio maana unapotaka kuliombea pepo huwa alisubiri mpaka ufungue kinywa. Pepo huwa linaangalia mind yako kwanza, linaangalia huku unasema nini kwenye mind yako. Mimi hili ninakwambia, nimeshuhudia na nimeona. Haleluya, haleluya, jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Siku moja tulikuwa tumeenda Dar es Salaam, tuna huduma nimesafiri, tulipata breakdown ya gari. Tulikuwa kipindi cha tatu na gari yetu, tumepanda basi limeharibika, tumechoka njiani, tumehamishiwa basi lingine baya. Tumefika tumechoka kuliko kawaida, tumefika usiku Jumamosi. Kesho asubuhi ibada inaanza saa 12 asubuhi. Alafu ile nimefika tu ofisini kwa mchungaji, nikakuta mchungaji anaongea na mama fulani. Ile ninaingia tu, mchungaji akasema afadhali mtumishi amefika. Anasema, mtumishi sikiliza, huyu ni parishi weka, wametoka kumuombea muumini na mapepo. Haya mapepo yamewashinda. Sasa kwa sababu mtumishi umefika, nenda ukayatoe. Ndani yangu nimechoka. Alafu ndani yangu nikawaza, hivi wana uhakika gani kwamba nitayatoa hayo mapepo? Sasa ile tunaondoka, yule mama yule alianza kupanda kitu kwenye maindi yangu.
Akaanza kuongea, yani kuna mapepo, yani unaweza ukakesha nayo hadi asubuhi kama hili tulilo, yani tumeenda kuomba kuanzia saa 6 hadi saa hizi, ndio yale magumu kuliko kawaida. Yani unajua anaenda ndani yangu, nikaanza kusema Yesu wangu. Na kwa sababu wao wameniona mtumishi, wananiona kama ka superstar, mtumishi anaweza kila kitu, lakini mimi mwenyewe nasema ili jambo nitaliweza, ila sasa kukataa siwezi, kwa sababu mimi mtumishi, kwa inabidi nijitutumue hivyo hivyo tu kwamba ngoja twende, litatoka tu katika jina la Yesu. Sasa sikiliza, nimeenda pale, njaa inaniuma, na hiyo ndo ninawaza ile tumefika tu kitu cha kwanza nikawa nawaza afu njaa inaniuma, alafu ndo lile pepo la kukaa muda mrefu. Unajua ile nimefika tu hivi, ile nimeingia tu, afu akacheka akasema ndio mmemleta huyu, kwa hiyo kuhangaika kwenu kote mmemleta huyu. Haya, twende kazi. Akaniambia hivyo, haya twende kazi. Unaanzaje? Nikaanza kachina hizo, toka. Nikasema nishawaambia huyu mtu mliyemleta hana kitu. Afu nikasema afu huyu mtu mwenyewe ana njaa huyu. Limejuaje? We communicate through yani ni mawimbi, tunawasiliana. Haleluya. Yani lenyewe linanitazama, lakini mimi silitazami, mimi sijui kulitazama, ila lenyewe sasa limeshaona tayari kwamba huyu ndani yake anawaza kwamba ana nini, ana njaa, lakini ameshasimuliwa kwamba haliwezi hili, yeye mwenyewe ameona hawezi. Tukaanza kuomba moto fire, moto fire, moto fire. Wale wa mama tulikuwa nao wakaanza sema umetoka wapi? Anaonyeshea chumbani hivi, kuna chumba kimoja kilikuwa karibu, anaonyeshea hivi. Sasa mama mtu tunamuuliza, mama, kwani hiki chumba cha nani? Nasema hicho chumba changu. Tuanze kugeuka kumtazama mama. Tunakemea toka, anasema siwezi kuondoka. Mimi anayelala kwenye hiki chumba anajua mimi nimetoka wapi. Yule mama akasema, we pumbavu wewe, mimi ninakujua umetoka wapi. Tunakemea, linatusumbua tu hivyo. Alafu baadaye yule wale mama wakamwambia, we mama, kama una chochote umefanya kwa mtoto sema ili tuombe. Jamani, mimi nimefanya nini jamani? Nimefanya nini mimi? Na yeye anasema sema ukweli, sema ukweli. Live kabisa nakwambia. Tumeomba pale inaenda saa 7. Unajua tulifika level tukasema sasa hebu tufunge, tutulize, labda tujaribu kesho. Hata tu hiyo kumfunga yule pepo ilishindikana. Na ile tunafunga, anaambia hata kunifunga mnezi, niacheni mpaka pale nitakapoona mimi mwenyewe vizuri. Yani nilijiona aibu. Yona mtumishi, yani nimetoka mbali huko, alafu hakuna chochote nilichokifanya. Unajua nikatoka nje, nikaenda nikakaa, kulikuwa na kama kibalaza hivi, kuna choo cha nje, nikakaa pale. Hata sikujali ni chooni, ilikuwa na ngazi kama hivi, nikakaa. Akawaambia kule ndani, si mnaona mliyemleta, si mmeona mna chochote cha kufanya hapa? Unajua nikakaa pale kama nimekaa kama nusu saa, nawaza hivi kitu kitakuwaje? Kwa nini kiko hivi? Unajua kuna idea moja nilipata ndani yangu nilipokuwa nikitafakari hivyo. Nilipata idea moja ndani yangu, nikagundua, yani ndani yangu nikakumbuka tu hivi, hata Mkristo dhaifu aliye na imani, shetani mwenyewe hawezi kusimama mbele yake, kwa sababu Biblia inasema hata mkiwa na imani ndogo. Alafu nikasema huyu pepo amecheza na akili yangu, kwa sababu toka tunatoka tulikuwa tunazungumza hayo. Unajua nikajituni pale, nikasema no, mimi niko hapa kwa niaba ya Mungu, kwa sababu hiyo atakayeonekana sio mimi, ni Mungu atakayeonekana ni mimi. Unajua nikarudi ndani nikiwa na hasira ile, nimekasirika, nikafungua mlango. Nilipofungua mlango nikasema natoka, nikasema ndio toka. Akalala chini flat, kimya. Nikamuinua, mwinueni. Wakamuinua mzima. Namuuliza nini? Mimi niliibiwa simu, nilienda kwa mganga. Kwa nilipotoka kwa mganga nikashangaa kuna madudu sijui yamekuja yamenibeba, sijui yamenipeleka wapi. Hivi nilikuwa kwenye mashamba huko, hivi nilikuwa. Sasa wakati tunaondoka na wale watu wakaanza kuniuliza maswali, mtumishi, pale ulipotoka nje ulifanya nini?
kabidi niseme nilikuwa nalisoma tu. Unajua tulivyokuja hapa nilikuwa nalisoma, lakini ukweli ni kwamba nilikuwa silisomi, na nilimshukuru Mungu kwamba alinipa heshima mbele za wale watu, kwa sababu tulivyofika pale story kawa ni hiyo. Huyu mtumishi yuko vizuri bwana, amelitoa. Alipotoka tu akalitoa. Hizo habari wakasemesana wenyewe baba. Kesho kwenye semina wamejaa, kapepo kamoja tu umetoa. Nikaona kumbe kuna mahali ukienda watu hawawezi kuelewa mpaka mkwala fulani utokee. Kumbe ndio maana kuna watu, kuna mahali hawaamini kwamba Mungu yupo, usipoombea wakaanguka chini. Haleluya, jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Kwa hiyo haya sasa maroho haya, nimalize hapa, muda wangu umeisha, nimalize hapa. Haya maroho, moja ya kitu ambacho yatakuja yatasoma with the x-ray vision ndani yako. Yana uwezo wa kujua kwamba huyu mtu sasa amepata hilo shimo lake. Wanaona kabisa hili ni shimo. Akienda na hii idea, sisi tumekwisha. Amepewa idea ya kwanza kuuza dagaa, ana 12,000. Yeye mwenyewe anaanza kumsemesha huku ndani, uliwahi kuona wapi 12,000 anakuwa tajiri kwa dagaa? Uliwahi kuona wapi? Yeye mwenyewe anasema haiwezekani. Nikipata milioni 50, yameshammaliza. Shimo lake lilikuwa kwenye dagaa 12,000. Yeye anasubiri akipata milioni ngapi ndio ameshammaliza. Wakishindwa namna hiyo, they come to do business. Wanakuja, tufanye biashara, tunalitaka hilo shimo, tutakupa kitu fulani. Nikupe mfano wa mwisho, mtu wa Mungu, au umechoka? Sikiliza. Tulikuwa tunamwomba Mungu wakati fulani atupe neema kwenye utumishi, kwa sababu kuna wakati unatumika alafu unahisi kama vile umekwama. Umefika mahali umekwama, huoni ukienda mbele wala yani kama vile uko tu eneo moja, unajaribu kufurukuta, hamna kitu. Hawa wanaona, wanasema mtumishi ubarikiwe, tunaona kitu cha tofauti, lakini wewe mwenyewe huoni. Ukisonga mbele uko pale pale. Kwa tukaanza kumwomba Mungu, tukaanza kukaa kwenye maombi, tukaanza kulia na Mungu, tukaanza kusoma maandiko. Tukakubaliana na mke wangu kwamba no, we need to change. Hatuwezi kubaki hapa, kwa sababu sasa hiyo tunaletewa maisha na watu mazito. Watu wanatuletea matatizo yao mazito, hatuwezi kuyatatua. Na tukawa tunaona ni aibu. Kwa nini tusiweze kutatua vitu vya watu ambavyo wanatuletea? Kwa nini hatuwezi kutatua? Kwa ikawa inatupa hasira. Tukakubaliana na mke wangu tutafute Mungu atupe revelation. Sikiliza, tukiwa kwenye maombi hayo, akaja mtumishi mmoja very big, akaniambia, akasema, mtumishi, Mungu ameniambia anaenda kukuinua kwenye huduma yako. Level anayokupa, alituambia hivyo, kwa wangu shahidi, level anayokupa utakuwa tishio kwa shetani. Na kwa sababu Mungu atakupa neema, sio tu kanisa, utalitoa taifa kutoka kwenye umaskini. Yaani mimi kwa kasehemu kangu, sio kwamba mimi peke yangu. Haleluya. Utalitoa kutoka kwenye umaskini. Mungu atakupa kufanya vitu 1, 2, 3. Anasema hivyo. Akatupa na kitu fulani. Unajua, nilimsikiliza alafu nikamwambia okay, haya. Akaniambia, lakini nataka ujihadhari. Utakapopewa hicho kitu, shetani hatakuwa radhi ubaki na hicho kitu. Watakuja ili wanunue. Hakikisha kwamba hauuzi hicho kitu. Ndipo nilipokuja kuelewa hakuna mtumishi wa uongo aliyeanzaga kama mtumishi wa uongo. Niamini, hayupo. Yaani mtumishi yoyote unayemwona mwenye upako mwingi lakini ni wa uongo, hakuanza kuwa kama wa uongo. Kwa sababu hata mchawi akiwa mchawi namna gani, hawezi tu kuamua kwamba sasa mimi nakuwa mchungaji. Haiwezekani. Kama wangekuwa inawezekana, wengi wangeingia kwenye kanisa, wengi wangeingia kanisani kuja kutumika. Lakini haiwezekani. Lazima watafute mtu ambaye ameitwa. Alafu wanakuja wanafanya biashara, anauza hicho kitu kwa bargaining bila yeye kujua anauza. Akishauza, wanaweza wakamwambia, tunakuachia upako, wote watatembea, lakini hivi vitafanyika, lakini tutahakikisha kwamba watu hawaendi mbinguni kupitia huduma yako. Kwa hivyo wote watatembea, lakini watu hawaendi mbinguni. Akaniambia, uwe makini. Sasa sikiliza, mimi sikujua. Tumeomba Mungu akatuambia kitu, akasema nimewapa hiyo neema. Alipotuambia nimewapa hiyo neema, sikiliza kilichotokea. Siku mbili baadaye nikiwa kwenye maombi, nikaona mbingu zinafunguka. Alafu nikaona kiumbe kama ndege. Ninaikupa hapa ushuhuda. Anatoka kwa speed
rudi kutoka mbinguni, mbingu zimefunguka hivi, nuru kabisa naona, anashuka kwa spidi kuja duniani. Alafu kwenye akili yangu nikasema huyu ni malaika, huyu ni malaika. Nikasema yes, namuomba Mungu kwa ajili ya huduma, huyu malaika atakuwa anajua kuhusu huduma yangu, nataka aje aniambie. Alafu nikanyosha mkono wangu nikasema namshusha huyu malaika. Niliposema namshusha, niliponyosha mkono wangu ulirefuka kutoka hapa mpaka mbinguni, nikamdaka, nikamvuta chini, akabadilika kuwa mtu. Wengi hawaelewagi. Unapoomba, unaposema hivi, katika jina la Yesu ninakuja kinyume na, yani kwenye ulimwengu wa roho wanakuona kabisa wewe umeenda kinyume, wewe umeenda kinyume. Unaposema ninakata, una change kuwa upanga unaokata. Unaposema ninaunguza kazi za shetani, you change to become fire, unakuwa moto. Ndio maana Biblia inasema watumishi awafanyaye watumishi wake kuwa miali ya moto. Unabadilika hivyo. Sasa wewe unaweza ukajiona umeomba tu maombi ambayo hatuna upako, lakini uliposema namna hiyo kwa imani, hicho kitu kimetokea. Na ndio maana wakati mwingine shetani anaweza akakuletea kukulipiza kisasi. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu umevifanya wewe mwenyewe ukiwa hujui kwamba umefanya. Mwanzo namwambia haya kuwa na upako kwa sababu nimeomba dakika moja, hukujua kitu kilichotokea. Nikamshusha ule malaika, alafu nikamwambia vitu vifuatavyo. Nikasema sikiliza, nataka uniambie kwa habari ya huduma yangu. Akaniambia hivi, sikiliza, kuhusiana na huduma yako Mungu amekupa 1, 2, 3. Akaniambia lakini ukitaka niendelee kusema zaidi, hebu niambie siri ya utumishi wako ni nini? Hivyo hivyo akaniuliza, niambie siri ya utumishi wako ni nini? Nikasema wewe si ni malaika? Wewe si ni malaika, si unajua yote? Akaniambia basi huwezi kumaliza mengine. Akaanza kupaa. Nikamwambia no, bado sijamaliza. Nikamrudisha. Aliporudi akabadilika tena kuwa kama mtu. Baadaye nikamuuliza, nikasema niambie na kuhusu watoto wangu, niambie kuhusu watoto wangu. Akaniambia na kuhusu watoto wako ni 1, 2, 3, lakini ukitaka niongee zaidi niambie siri ya ulicho nacho. Nikamwambia siwezi kukwambia. Alafu akaondoka akapotea. Nikaamka nikamwambia mke wangu, sikiliza, nimeota ndoto, malaika amekuja. Nikamsimulia. Mke wangu akaniambia, akasema no, huyo sio malaika, huyo sio malaika. Sikukubaliana naye. Unajua kwa nini sikukubaliana naye? Kwa sababu mimi na yeye, mimi Mungu amenipa neema, huwa ninaona malaika mara nyingi kuliko hata yeye. Kwa anaponiambia huyu sio malaika, nikasema kwa sababu hawajui vizuri malaika huyu, ndio maana anasema hivyo. Naamini huyu ni malaika, nimekutana naye. Lakini akaniambia no, this is not, sio malaika. Okay, nikakubaliana naye tu kumtia moyo, nikaendelea. Tukiwa na huduma Dar es Salaam, yule ndugu akaja akatumwa na Mungu, nenda kakutane na huyu mtu. Na tulikuwa tuonani na watu. Nikawaambia hawa, hakikisheni kwamba hakuna mtu tunaonana naye, tumekaa kwenye maombi tunajiandaa. Tukiwa kwenye hiyo hali, yule ndugu akaenda kwa bwana habari wetu akamwambia naomba nionane na mtumishi. Akamwambia no, mtumishi amesema hawezi kuonana, kuna kitu anafanya. Kwa sababu tulikuwa kwenye maombi ya mfungo, tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya huduma, kwa nilihitaji utulivu kusikia kitu Mungu anasema. Baadaye bwana habari yule jamaa akamwambia nakuomba tu kitu kimoja, usimwambie mtumishi, wewe nielekeze tu alipo, hii ni kesi yangu mimi. Bwana habari akamuelekeza. Ile mimi niko busy huku, oh Lord God, mtu huyu hapa odi nani yangu sema sasa yana anakuja kuniondoa kwenye uwepo, kwa sababu nilikuwa kwenye uwepo usio wa kawaida, amekuja kuniondoa. Akaniambia mtumishi, sikae hata dakika moja, kuna kitu kimetokea kwenye maisha yako, Mungu ameniambia. Niambie ni kitu gani? Umeona nini? Sasa nikasahau kile kitu, nikaona tu kama vile kimepita. Nikamwambia tu nikamueleza vingine. Akaniambia no, sio hicho. Akaniambia, nikaombea kingine, akasema no, sio hicho. Akaniambia okay, kama huna cha kuniambia mimi ninaondoka, na nawa mikono kwamba nimekuja kwako. Ile nikawa namsindikiza tunatoka. Nikamwambia lakini nimeona jana malaika. Nikamuelekeza. Akaniambia what? Akaniambia njoo tukae. Akasema huyo uliyemuona sio malaika, sio malaika. Kamtazama mke wangu, sema hata mimi lakini nilihisi kwamba sio malaika. Sasa alikuja kufanya nini? Naomba usimame. Haleluya, haleluya. Sasa sikiliza. Hiki ninachokuambia kwamba sijui niliona malaika sijui nini, kuna watu wamepewa neema, mnaweza kuona tunaenda sawa sawa, lakini kuna mwingine unawezekana hujapewa neema ya kuona hivyo, lakini kuna biashara huwa wanakuja kuzifanya.
wanaona kuna sehemu utapata hela, wanajua, wanakuja wanataka uwauzie hilo shimo. Wenyewe wanaweza wakakupa kitu fulani au biashara fulani ambayo sio shimo, ambayo wanajua utaishia wapi. Alafu yale mashimo wanaenda kuwapa watu wao, wanaenda kwa waganga kumtafuta shetani, wanapewa hao mashimo. Ndio maana mhubiri anasema ameona kitu cha ajabu sana, kwamba wakuu wa nchi wanaenda kwa miguu na watumwa wamepanda farasi. Anasema hiki na chenyewe kilimshangaza, ni ubatili, ni ubatili. Haleluya, haleluya. Sasa kesho nitaanza kukuonyesha aina ya ndoto ambazo umewahi kuota au unaotaga. Nimekufundisha mara nyingi sana habari ya ndoto. Hii tuko part 2. Haleluya. Aina ya ndoto ambazo unaotaga, lakini mwingine aina ya ishara unazoziona kwenye mwili, ishara unazoziona kwenye mwili zinazoashiria kwamba uko kwenye biashara. Na kesho nitakuwa nazungumza na mtu mmoja mmoja, kwa sababu mambo nitakayokuwa ninayazungumza hapa, Roho Mtakatifu aliyotupa, utaelewa wazi kabisa kwamba Mungu anasema na wewe. Kwa sababu kuna wengine hapa mtafunguliwa macho, utakumbuka kabla tatizo la kiuchumi halijaanza uliotaga ndoto gani. Nitakwambia hizo ndoto, lakini nitakuonyesha pia ndoto unayoota inamaanisha nini kwako. Lakini mbali na ndoto, nitakuonyesha namna wanavyokuja live, kwa sababu mimi yule wa kwangu alikuja kwenye maono live, lakini kuna mwingine atakuja live kabisa, kimwili live kabisa, namna ambavyo unaweza ukauza mashimo ulio nayo. Na ukiuza mashimo unapewa kazi ambazo hazina faida, hazikupeleki kwenye hatima yako. Na tutakaposema, unisikilize, tutakaposema, moja ya kitu tutakachokifanya, maombi tutakayoyafanya, tutafanya maombi ya aina mbili. Tutafanya ombi la kufunuliwa hayo mashimo, kila mtu apewe neema ya kuona shimo lake. Lakini pia tutaenda kurejesha mashimo ya fedha waliochukua, pamoja na fedha walioichimba kwenye hayo mashimo, kile kilicho haki yako. Nikuonyeshe sasa tutakapoenda kuomba kurejesha ile miaka iliyoliwa, ambayo tunaombaga tuoni matokeo, na tutakapoomba baada ya huu juzi ambao Roho Mtakatifu atatupa, alafu uone tutakapoenda kurejesha, uone ule uhalisia wake inavyokuwa. Haleluya. Uko tayari? Kamata sadaka yako. Kesho ni Jumapili. Ninaamini tutamaliza mapema.